بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم، وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la ulumul Qur'an, na leo tuko kurasa nambari 33 katika mlango wenye kichwa cha habari kinachosema at-tajwidu. Tajwid ni elimu inayomsaidia mtu na kumfahamisha mtu namna ya kuipa herufi haki yake na stahiki yake na sifa zake, na ni fani maarufu, hatuna haja ya kuifanyia taarifu hapa, inafahamika. Kwa hiyo fani hii ya tajwid ni ilmun min ulumi al-Qur'an, ni elimu miongoni mwa elimu za Qur'an, na mlango wake ni huu hapa Na kama kitabu chenyewe kinavyojieleza kwamba kitabu hichi ni mukhtasar, sawa sawa. Katikati ya hii milango kaifiyatul qiraa na tajwid, na katikati ya huu mlango tanbihatu muhimma, kuna faida nyingi sana zimeelezwa na al-Imamu Suyuti kupitia asili ya kitabu hichi, kupitia asli ile ya kitabu chetu hichi mukhtasar ambacho ni al-Itqan fi ulumi al-Qur'an cha al-Imamu Suyuti. Kuna faida nyingi ambazo zipo kule katika nini, ile asili ya mukhtasari wa kitabu hichi, sawa sawa. Kwa hiyo mimi pamoja na kuwa tunasoma mukhtasar, lakini ningependekeza kukushauri wewe mwenzangu urudi pia katika asili ya kitabu hichi ili ukajionee faida nyingi ambazo ziko kule. Kwa hiyo leo tupo katika mlango huu wa tajwid, kurasa nambari 33. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, wa min almuhimmat, na miongoni mwa mambo muhimu tajwidul Qur'ani ni kuisoma Qur'an kwa tajwid. Waqad afradahu jama'atun kathirun, waqad afradahu, na hakika wameipwekesha elimu hii. Elimu gani? Elimu ya tajwidi. Waqad afradahu, na hakika wameipwekesha elimu hii. Elimu gani? Elimu ya tajwid. Jama'atun kathiratun, wanawazuoni wengi bitasnifi, katika kuitungia vitabu. Bitasnifi, katika kuitungia vitabu, sawa sawa Kwa maana wanawazuoni wengi sana wametunga vitabu vikielezea elimu ya tajwidi tu, sawa sawa Na kama nilivyosema kwamba elimu hiyo ni elimu miongoni mwa elimu za Qur'an, sawa sawa Minhu, miongoni mwa hao wanawazuoni, ad-Dani wa ghairu, na mwingine ambaye si Dani, maana ni wengi, lakini akamtaja huyu mmoja, sawa sawa, bali mwanachuoni maarufu katika uwanja huu wa at-tajwid na al-qiraat, tamam. Wa ghairu, na mwingine ambaye si ad-Dani. Ukhrija, tamshi la ukhrija kwenye upande wa riwaya. Nakumbuka tushaye kuzungumza jambo hili katika kusoma kwetu ile alqawaid alasasiya fi ilmi mustalah alhadith, kwamba tamshi la akhraja ambalo hapa limekuja kwa sigha ya majhul, ukhrija. Tamshi hili ikiwa linakusudiwa kutamkwa na kuegemezwa kwa wanawazuoni waliotutangulia, kwa maana almutaqaddimin, lina maana ya rawa, sawa sawa Na ikiwa linaegemezwa
kwa wanawazuoni almutaakhirin ambao wapo karibu na zama zetu, wamefariki karibu na zama zetu, kama al-Imam Suyuti, al-Imam Ibn Hajar al-Haythami au al-Haytami, linakuwa na maana ya naqala. Sawa sawa. Mfano wake uingie kwenye kitabu cha hadithi, kisha ukuta umeandika akhrajahu al-Bukhari, maana yake rawahu al-Bukhari fi sahihihi, ameipokea hadithi al-Imam Bukhari, al-Imam al-Bukhari kwenye sahihi yake. Tamam. Lakini leo hii ukienda katika Majma'u Zawaid ya al-Imam Ibn Hajar al-Haythami, ambaye katika wanazuoni ambao wamekufa karibu na zama zetu, au pia uende katika al-Jami' al-Kabir au al-Jami' al-Saghir ya al-Imam as-Suyuti rahimahumullahu ta'ala, uchukue hadithi mule uiandike kwenye kitabu chako, au ichukuliwe hadithi mule iandikwe kwenye kitabu chochote, kisha yule ambaye anaandika aandike akhrajahu al-Imam Ibn Hajar al-Haythami, pale inakuwa ina maana ya naqala. Sawa sawa. Au akhrajahu al-Imam as-Suyuti, ina maana naqala. Kwa sababu gani? Al-Imam as-Suyuti na al-Imam Ibn Hajar al-Haythami au al-Haytami hawakupokea hadithi kwa sanadi muttasil, bali wamepokea vitabu. Sawa sawa. Wamepokea vitabu. Kwa inapokuja akhraja kisha ikaegemezwa kwa wao, akhrajahu al-Imam Ibn Hajar al-Haythami, akhrajahu al-Imam as-Suyuti fi al-Jami' al-Kabir, fi al-Jami' al-Saghir, ina maana ya naqala. Tamam. Hakadha. Lakini akhrajahu al-Bukhari, akhrajahu Muslim, ina maana ya rawa. Kwa sababu yani al-Imam Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Daud, Tirmidhi na maimamu wengine wote hao walipokea zile hadithi kwa sanadi zilizoungana mpaka kumfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Kwa hiyo hapa ina maana ruwiya an Ibn Mas'ud. Sawa sawa. Kwa hiyo ukhrija maana ruwiya imepokelewa, ukhrija maana ruwiya imepokelewa an Ibn Mas'ud, kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amridhia, annahu, ya kwamba yeye qala, amesema jawidul Qur'ana, isomeni Qur'ani kwa tajwid. Qala al-qurra'u, wamesema wanawazuoni wa qiraa, maana wanazuoni ambao asilimia kubwa walijishughulisha katika masala ya qiraati na ahkami tajwid na masomo mengine ambayo yanafungamana na Qur'an, ndio inaitwa al-qurra. Tamam. Al-qurra ni jamu, akiwa ni moja ni muqri. Sawa sawa. Akiwa ni moja ni al-muqri, wakiwa wengi ni al-qurra. Kwa qala al-qurra, wamesema wanawazuoni wa qiraat, at-tajwid hilyatul qiraati, tajwid hilyatul qiraati ni pambo la kisomo. Wa huwa, na hiyo tajwid, i'ta'u al-hurufi huquqaha, ni kuzipa herufi huquqaha, haki zake, wa tartibaha, na mipangilio yake. Mipangilio kwa maana sifa zake. Tamam. Wa raddu al-harfi, lakini tajwidi pia maana yake wa raddu al-harfi, na kuirejesha herufi ila makhrajihi wa aslihi, katika makhraji yake na katika matokeo yake, wa aslihi, na katika asili yake, na katika asili yake. Wa taltifu an-nutqi bihi, vile vile pia tajwidi ni taltifu an-nutqi bihi, kuisoma kwa utaratibu herufi, ala kamali, juu ya ukamilifu, hayatihi, wa sifa yake. Wa taltifu an-nutqi bihi, na kuitamka vizuri herufi. Sawa sawa. Taltif ni kuitamka kwa utaratibu. Taltif ni yani kitu, kufanya kitu kwa utaratibu. Sawa sawa. Sasa kitu kikifanya kwa utaratibu, sawa sawa, lazima utakifanya vizuri.
Ndio hadithi ya Mtume ikasemaje sallallahu alaihi wasallam, al-lutfu ma kana fi shay'in illa zana, upole hauwi katika kitu chochote isipokuwa upole utakipamba kitu hicho. Sawa sawa. Kwa ukisema wataltifu nutqi bihi, na kuitamka kwa utaratibu herufi ni sawa, na ukisema wataltifu nutqi bihi na kuitamka vizuri hiyo herufi pia ni sawa. Sawa sawa. Kwa wataltifu nutqi bihi na kuitamka vizuri herufi, he ikawa ni he, unasikika ule upepo wake he, alhamdu, hakadha. Tamam. Kwa taltifu nutqi bihi na kuitamka vizuri hiyo herufi, ala kamali hayatihi, juu ya ukamilifu wa sifa yake, min ghairi israfin, pasi na kuvuka mpaka, wala taassufin, wala pasi na kutumia nguvu, wala ifratin, na pasi na kuchupa mpaka, wala takallufin, na pasi na kujikalifisha, kujilazimisha, kujisukuma. Tamam. Hakadha ni kama atfu tafsiri, ni kama atfu at-tafsir, kwa sababu israfin na ifratin maana yake ni kama moja tu. Sawa sawa. Na taasufin na takallufin ni kama maana yake ni moja. Takalluf, kujilazimisha kitu. Ukijilazimisha kitu ni kama unatumia uwezo ambao nini wa ziada katika kufanya kitu kile. Sawa sawa. Ndio maana taasuf kutumia nguvu. Tamam. Kwa ni kama atfu tafsiri imewekwa, kwa min ghairi israfin wala taasufin wala ifratin wala takallufin, pasi na kuchupa mpaka, wala taasufin, pasi na kutumia nguvu, wala ifratin, pasi na kuchupa mpaka, wala takallufin, pasi na kujilazimisha. Maana yake ni moja tu, atfu tafsiri. Wa ila dhalika ashara sallallahu alaihi wasallam, na katika hilo, wa ila dhalika, na katika hilo, ashara, ameashiria sallallahu alaihi wasallam Mtume biqaulihi, kwa kauli yake aliposema, man ahabba, yoyote mwenye kupenda, an yaqra alqur'ana, kuisoma Qur'ani, ghadhan, kwa usahihi, ghadhan, kwa usahihi, kama unzila, kama ilivyoteremshwa. Ghadhan maana yake ni utaratibu au upole. Sawa sawa. Utaratibu au upole, na bila shaka ukifanya kitu kwa utaratibu na upole, kuna asilimia 90 za wewe nini ukifanya kwa usahihi. Kwa hiyo amekusudia nini? Usahihi. Sawa sawa. Kwa man ahabba, Mtume anasema man ahabba, yoyote atakayependa, an yaqra alquran, an yaqra alqur'ana, kuisoma Qur'ani, ghadhan, kwa usahihi, kama unzila, kama ilivyoteremshwa, faliyaqra'ahu, basi na aisome hiyo Qur'ani, ala qira'ati ibn ummi abd, aisome hiyo Qur'ani ala qira'ati, kwa kisomo ibni ummi abd, cha ibni ummi abd, yani akimkusudia ibna Mas'udin, akimkusudia ibna Mas'ud. Tamam. Hapa kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kana kwamba alikuwa anawaambia masahaba zake, mkitaka muisome Qur'ani kwa usahihi, kwa kuchunga ahkam zake na kwa kuipa kila herufi haki yake na sifa yake, basi someni kama anavyosoma nani? Ibn Mas'ud. Kwa sababu gani? Yeye analifanya hilo. Sawa sawa. Wa kana radhiyallahu anhu, na alikuwa Ibn Mas'ud, Mwenyezi Mungu amridhie. Wa kana radhiyallahu anhu, na alikuwa Ibn Mas'ud, Mwenyezi Mungu amridhie, u'tiya, alikuwa amepewa hadhan adhiman, alikuwa amepewa fungu kubwa, fi tajwidi alqur'ani, katika kusoma Qur'an kwa tajwid. Alikuwa amepewa nini? Hadhan adhiman, fungu kubwa. Fungu kubwa kwa maana kwamba Allah alimpa neema katika kuisoma vizuri nini? Qur'an. Tamam. Ndicho kinachokusudiwa katika hadhan adhima, lakini kilugha hadhan adhima ni fungu kubwa. Sasa kimaana ni vipi? Allah alikuwa amempa nini? Neema katika kuisoma vizuri Qur'an, kwa maana Allah alimjalia kuwa yeye ni mwenye kusoma vizuri Qur'ani, mpaka Mtume akamthibitisha kwamba nini? Ibn Mas'ud anasoma Qur'ani vizuri kwa tajwidi.
na mkitaka msome vizuri na nyinyi someni kama anavyosoma yeye. Wala shakka, na wala hakuna shaka, anna al-ummata, ya kwamba umma huu ummatu Muhammadiyya, wala shakka, na hakuna shaka, anna al-ummata, kwamba huu umma wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama walivyokuwa watu wa umma huu mutaabiduna, ni wenye kufanya ibada, kwa maana ni wenye kuzingatiwa kuwa wanafanya ibada, bifahami maani al-Qur'ani, kwa kufahamu maana za Qur'an, wa iqamati hududihi, na kuisimamisha mipaka yake. Kufahamu maana za Qur'an kwa maana kusoma tafsiri, na kusoma tafsiri ni kutafuta elimu. Kutafuta elimu kuna malipo, sawa sawa. Kwa hiyo mwenye kutafuta elimu anahesabika yupo kwenye ibada. Kwa hiyo kama huu umma, maana kama watu wa umma huu walivyokuwa mutaabiduna, ni wenye kuzingatiwa kuwa ni wenye kufanya ibada, bifahmi maani al-Qur'an, kufahamu maana za Qur'an, wa iqamati hududi, na kusimamisha mipaka yake. Kusimamisha mipaka yake ni vipi? Ni kuwa wanafanya yale walioamrishwa kuyafanya ndani ya Qur'an, na wanaacha yale walioamrishwa kuacha ndani ya Qur'an, sawa sawa. Hum, watu wa umma huu, sawa sawa. Hum, watu wa umma huu mutaabiduna, basi vile vile wanazingatiwa kuwa ni wenye kufanya ibada. Hum, watu wa umma huu mutaabiduna, basi vile vile wanazingatiwa kuwa ni wenye kufanya ibada, bitashihi alfadhihi, kwa kuyasahihisha matamshi ya Qur'an, kwa maana kwa kuyasoma kwa usahihi matamshi ya Qur'an, wa iqamati hurufihi, na kwa kuzisimamisha herufi za Qur'an, ala sifati almutalaqati, juu ya ile sifa iliyopokelewa, min a'immati alqur'an, kutoka kwa maimamu wenye kujishughulisha na masomo yanayofungamana na Qur'an. Sasa min a'immati alqur'an, kutoka kwa maimamu wenye kujishughulisha na masomo yanayohusiana na Qur'an, alladhina, maimamu ambao talaqawhu, sawa, talaqawhu, wameipokea hii Qur'ani, biasanidihim, kwa sanadi zao, an shuyukhihim, kutoka kwa mashekhe zao, ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mpaka kumfikia mtume, sawa sawa. Kwa hiyo umma wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama unavyozingatiwa kuwa ni wenye kufanya ibada katika kujishughulisha kufahamu maana za Qur'an, maana kusoma tafsiri ya Qur'an, na katika kujishughulisha kusimamisha mipaka ya Qur'an, kwa maana kufanya walioamrishwa na kuacha waliokatazwa kupitia nini? Qur'an. Basi pia vile vile umma huu unazingatiwa kuwa ni wenye nini? Kufanya ibada na kujishughulisha kuyatamka kwa usahihi matamshi ya Qur'ani, na kuzisimamisha herufi za Qur'ani katika sifa ile ile ambayo imepokelewa na wanawazuoni wanaojihusisha na masomo ya Qur'ani kwa sanadi zao, kutoka kwa mashekhe wao mpaka kumfikia nani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad adda al-ulama al-qira'ata bighairi tajwidin lahnan. Waqad adda al-ulama, na hakika wamekizingatia wanawazuoni, al-qira'ata, kisomo cha Qur'ani, bighairi tajwidin, pasna tajwid, bighairi tajwidin, pasna tajwid, lahnan, wamekizingatia kwa ni makosa. Sawa, kwa maana vipi? Mwenye kusoma Qur'ani bila ya tajwidi, sasa mwenye kusoma Qur'an bila yani tajwid anapata dhambi, sawa sawa. Wal Qur'anu lahu ahkamun tajwidiyatun mashru'atun, wal Qur'anu, na Qur'ani, lahu, ina ahkamun, ina hukmu tajwidiyatun, za kitajwidi, mashru'atun, ambazo zinafahamika kisheria. Nassa alaiha alqurra'u, wamezibainisha hukumu hizo alqurra'u, wanawazuoni
wenye kujishughulisha na masomo ya Qur'an, kama rawa salafu an rasuli sallallahu alaihi wasallam, kama walivyopokea wema waliotangulia kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mukhalifuha fasiqun, wa mukhalifuha fasiqun, na mwenye kuzikhalifu, maana mwenye kwenda kinyume na hukumu hizo akaisoma Qur'ani anavyojua yeye kwa maoni yake yeye, fasiqun, anazingatiwa kuwa ni fasiq, maana anazingatiwa kuwa ni mwenye kutenda madhambi. Qala Ibn al-Jazari, amesema al-Imam Ibn al-Jazari, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun, na kuifanyia kazi na kujifunza nini? Bitajwid. Sasa wal akhdhu bitajwid, na kujifunza pamoja na kuifanyia kazi bitajwid, tajwid hatmun lazimun, ni wajib wa lazima. Hatmun lazimun, ni wajib wa lazima. Man lam yujawwidil Qur'ana, man lam yujawwidil Qur'ana athimun, man, na yule mtu ambaye lam yujawwidil Qur'ana, imekuja al-Qur'ana, haikuja al-Qur'ana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuchunga nini? Uzani wa beti. Tamam, asili ni al-Qur'an, lakini imekuja al-Qur'ana, imekuja al-Qur'ana kwa sababu gani? Ya kuchunga nini? Uzani wa beti. Tamam, kwa man lam yujawwidil Qur'ana athim, man, na yule ambaye lam yujawwidil Qur'ana, na yule ambaye haisomi Qur'ani kwa tajwid, kwa maana haisomi Qur'an kwa hukumu za kitajwidi ambazo zipo ndani ya sheria na zimebainishwa na wanawachuoni wanaojihusisha na masomo ya Qur'an, athimu, ni wenye kupata madhambi. Liannahu, kwani hakika hiyo Qur'ani, bihi, kwa tajwidi, liannahu, kwa sababu liannahu, kwani hakika hiyo Qur'an. Tamam, hakadha liannahu, kwani hakika hiyo Qur'ani, bihi, kwa tajwidi, al-ilahu anzala, Mwenyezi Mungu ndivyo alivyoiteremsha, Mwenyezi Mungu ndivyo nini? Alivyoiteremsha. Wa hakadha, na hivyo hivyo, minhu, kutoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ilaina, kuja kwetu sisi, wasala, imefika. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha Qur'ani kwa tajwid, sawa sawa, na akailinda Qur'ani pamoja na fani yake ya tajwidi tufikie sisi, na kweli imetufikia, walillahi alhamd. Sasa wewe ambaye unasoma Qur'ani bila tajwid, ni makusudi unafanya, lakini utambue unapata madhambi. Kwa sababu gani? Mashekhe wapo na vitabu vya tajwidi ni vitabu ambavyo havina lugha ngumu, lugha yake ni basita, lugha yake ni basita, lughatuha basita. Tamam. Kwa hiyo ikiwa unasoma Qur'an kwa tajwidi unafanya makusudi, lakini utambue unapata madhambi. Wa ila huna intahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wal naqsu lana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-afwa.